Je, unakula kande? Kwa nini kande, mbege na machalari ni bora kuliko pizza na baga? Na Yusufu Mazimu. Huyu ni Yusufu Mazimu wa BBC Dar es Salaam, ambayo taarifa hii imechapishwa Aprili 7, 2025. Anasema utafiti mpya uliofanyika nchini Tanzania na kuchapishwa na jarida kubwa la Nature Medicine la nchini Uingereza mwishoni mwa wiki umebaini kuwa lishe ya asili ya Kiafrika ina faida kubwa kiafya kuliko lishe ya Kimagharibi. Utafiti huo ulioanza kufanyika mwaka 2021 umefanywa na watafiti wa Chuo Kikuu cha KCMC na taasisi ya utafiti ya KCRI na kubaini kwamba mabadiliko ya lishe ya wiki 2 yanatosha kuleta mabadiliko ama chanya ama hasi katika mfumo mzima wa kinga ya mwili. Utafiti huo ulioshirikisha watu 77 wenye afya njema kutoka maeneo ya mijini na vijijini ulilenga kuangalia athari za vyakula vya asili dhidi ya vyakula vya kisasa na vya mjini vinavyofanana na vya magharibi kwa afya ya mwili, ukizingatia mfumo wa kinga ya mwili na jinsi unavyoweza kukabiliana na magonjwa. Tulifanya utafiti huu kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za kimataifa, lakini tukalenga Moshi, Kilimanjaro kwa sababu watu bado wanatumia vyakula vya jadi, anasema Godfrey Temba, mtafiti kutoka timu ya utafiti ya KCMC ambaye pia daktari wa kinga ya mwili. Vyakula vilivyothibitishwa kuwa ngome ya afya. Vyakula vilivyofanyiwa utafiti ni vyakula vya asili, yani kienyeji, jadi na Afrika, ambavyo hasa vilikuwa vyakula vya watu wa asili ya Kilimanjaro, ambao wengi ni Wachaga, dhidi ya vyakula vya kisasa vya mjini na vinavyotumika zaidi na watu wa magharibi. Mashirika ama washiriki wa utafiti waligawanywa katika makundi matatu. Kundi la kijijini ambao walibadilisha mlo kutoka kula vyakula vya asili wakala vyakula vya kisasa kwa wiki 2. Kundi la pili ni la wale wa mjini waliobadili mlo na kula vyakula vya asili na kienyeji kwa wiki 2. Na kundi la tatu walipewa kinywaji cha asili ya mbege inayotengenezwa kwa kutumia ndizi mbivu, kimea cha ulezi na maji. Baadhi ya vyakula vya asili vilivyotumika ni kande, mahindi na maharage, machalari, ndizi nyama, kiburu, ndizi maharage, kinywaji cha asili cha mbege, mboga mboga, viazi vitamu, ugali na dona au muogo, uji wa ulezi, matunda ya msimu kama parachichi na chai ya rangi. Ingawa vyakula hivi pia vinatumika na baadhi ya watu wa asili nyingine mbalimbali na Wachaga. Kande iliyotumia mahindi yasiyokobolewa, ikiwekwa chumvi kidogo bila mafuta, ni chakula cha asili chenye afya. Kwa upande wa vyakula vya kisasa, washiriki walipewa wali mweupe wa mafuta, mikate ya sandwich, chapati, juisi za pakiti, soseji na chipsi, mayai, tambi, ugali wa sembe, pizza na chai ya maziwa. Vyakula vilivyozoeleka mjini na kwenye migahawa ya haraka. Vyakula hivi vinalika sana Ulaya Magharibi, vinavyojumuisha pia vyakula kama pizza na baga. Matokeo ya utafiti yameonyesha kuwa wale waliobadili lishe kwenda ya Kimagharibi, kinga zao zilianza kupungua uwezo wake. Pia protini zao mwilini ziliongezeka zinazohusiana na uvimbe mchungu, ambazo zikiongezeka kwa kasi na kwa muda mrefu zinasababisha kupata hatari ya kupata magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza kama ya moyo, kisukari na saratani. Kwa upande mwingine, waliorejea kwenye lishe ya Kiafrika au waliotumia mbege walionyesha kupungua kwa viashiria vya uvimbe mchungu na hali yao ya kinga zao zilionyesha kuimarika. Tulijifunza kwamba lishe zetu za asili zina uwezo mkubwa sana wa kuimarisha kinga zetu za mwili na kutoweka mbali na hatari na kupata magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Na hizi lishe zetu za asili, hasa katika eneo la Kilimanjaro, ni lishe ambazo watu wanatumia nafaka zaidi kama mahindi, ambayo maeneo ya vijijini wengi wanatumia, ambayo hajakobolewa, ndizi nyama, machalari, ndizi za maharage, kiburu, alisema Temba. Kwa mujibu wa utafiti, baadhi ya madhara au faida ya mabadiliko ya lishe iliendelea kuonekana mpaka wiki 4 baada ya utafiti.
jambo linaloonyesha kuwa vyakula unavyokula vinaweza kuwa na athari kubwa ama nzuri kama mbaya ya muda mrefu kwenye afya yako. Tafiti nyingine zitasemaje kuhusu lishe asili? Utafiti huu sio wa Moshi pekee. Ni sehemu ya utafiti mpaka uliohusisha nchi kama Uingereza, Afrika Kusini, Brazil na Marekani, ukishirikisha jumla ya washiriki 1205 katika nchi za magharibi. Walioshiriki walikuwa na ulaji mkubwa wa vyakula vilivyosindikwa kwa wastani wa zaidi ya 45% ya mlo wao wa kila siku. Tanzania ilitoa kundi dogo la watu 77, lakini mchango wake ulikuwa wa kipekee, hasa kwa sababu ya tofauti kubwa katika aina ya lishe inayopatikana maeneo ya vijijini na mjini, na pia bado kuna jamii zinazotegemea lishe ya asili. Matokeo yake yaliwawezesha watafiti wa kimataifa kuthibitisha kwamba lishe bora si swala la teknolojia, bali ni urithi wa maisha ya kawaida unaohitaji kuthaminiwa tena. Utofauti wa mazingira mjini dhidi ya vijijini ulionekana kuwa watu wanaoishi maeneo ya vijijini au wenye mtindo wa maisha wa jadi walikuwa na kinga bora zaidi, tofauti na wale waliotegemea vyakula vya haraka na vya kusindika na kukobolewa. Pia utafiti ulionyesha vijijini wengi wanaandaa vyakula vyao kwa kuvichemsha na kuweka kiwango kidogo cha chumvi na mafuta kuliko kundi la mjini. Lakini utafiti mwingine wa kimataifa uliofanywa na vyuo mbalimbali vikiwemo vya Harvard na Oxford umeonyesha athari za lishe ya asili na matumizi ya vyakula vilivyosindikwa na mchango mkubwa wa kupunguza hatari ya magonjwa sugu kama vile kisukari, magonjwa ya moyo na saratani. Ukitazama data, unaona wazi kuwa watu wa vijijini ambao lishe yao haijachukuliwa walikuwa na mwitikio mzuri wa kinga, lakini hata wale wa mjini walipobadilishiwa chakula kwa siku 14 tu walionyesha matokeo mazuri, anasema Temba. Licha ya watafiti kuonya kula kwa wastani hasa vyakula vya wanga kama viazi, magimbi na nafaka, utafiti huu unathibitisha umuhimu wa lishe ya asili na jinsi vyakula visivyopitia kwenye viwanda vinavyoweza kuboresha mfumo wa kinga na afya ya mwili kwa ujumla. Chaguo ni lako, kitamu au chenye afya.